Serikali ya Tanzania imesema kuwa imejielekeza katika njia sahihi ya uchumi wa viwanda, uchumi wa ubunifu na uchumi wa kijani ambao kimsingi unamgusa kila Mtanzania hususan vijana, na kwamba itaendelea kuimarisha mikopo ya riba nafuu, kurahisisha urasimishaji wa biashara, kujenga na kuendeleza mitaa ya viwanda, kuweka mazingira bora ya uwekezaji na kutafuta masoko ya kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa nchini Tanzania. Kauli hiyo ya serikali ya Tanzania imetolewa mbele ya waandishi wa habari na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga wakati akizungumza na waandishi wa habari, ikiwa ni siku 100 tangu Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aingie madarakani mara baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mnamo mwaka jana. Waziri Kapinga amesema kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania hususan vijana kuchangamkia fursa hizo katika kuanzisha biashara, kuingia katika viwanda vidogo vidogo na vya kati, kuchakata mazao ya kilimo na kuona Tanzania na nchi za Afrika kama soko la msingi. Amesema tayari mikopo 193 yenye thamani ya shilingi milioni 820 imetolewa na kuzalisha ajira za moja kwa moja 546, na kuongeza kuwa ndani ya siku 100 tumeweka jitihada zote za kulinda wafanyabiashara wa ndani, na sasa hata nyie mnafahamu kampuni yoyote inayopeleka bidhaa nje ya nchi kwenye masoko ya nje na waliosajiliwa TISEZA, kampuni za wazawa, tumeondolea kodi ya ongezeko la thamani kama wanauza nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hii inaenda kwa kipindi cha miaka 10. Hakika ni faida kubwa kwa familia za wafanyabiashara wetu, kwa uchumi wa taifa letu na wananchi wote wa ujumla, na ndivyo ambavyo tumefanya ndani ya siku 100 kwa ajili ya kulinda wafanyabiashara wetu. Ndani ya siku 100 tumekubaliana lengo la kukuza mauzo ya nje ni kuongezeka kutoka 17.8 tulionao sasa hivi hadi 26.1 itakapofika 2030, ambapo kila mwaka tunategemea kuwa na ukuaji wa 8.5. 4. Tumeanza hatua za kuweka mfuko wa maendeleo ya viwanda. Itakuwa ni dirisha maalum la mikopo ya viwanda lenye riba nafuu. Itakuwa ni mikopo ya mashine ili kukuza viwanda kwa haraka. Lengo ni unafuu wa riba ili kurahisisha ushindani wa wafanyabiashara wetu na nchi jirani. 5. Tumesajili makampuni 4231, majina ya biashara 7498 na leseni za viwanda za vijana 141 na leseni za biashara kundi A 4907. Mitaa ya viwanda na kongani zimezalisha jumla ya ajira 1026, ikiwemo ajira zilizozalishwa na programu zilizopo chini ya wizara yetu. Zaidi ya vijana 1200 wamepata mafunzo ya ujasiriamali na kuingizwa kwenye programu za uatamizi wa biashara. Wafanyabiashara 1026 wamepata taarifa za masoko kupitia mifumo ya kidijitali kupitia taasisi zetu za TanTrade na nyinginezo. Viwanda vipya zaidi ya 7 vilivyopo chini vinavyoratibiwa chini ya taasisi zilizopo chini ya sekta yetu ya wizara yetu ya viwanda na biashara, vya nishati mbadala, uchakataji wa mazao, dawa na mbolewa vimewekwa kwenye mstari wa uzalishaji. Wakulima wa korosho ambao sisi tunafanya kupitia taasisi yetu WRB wameingiza zaidi ya shilingi trilioni 1 moja kwa moja kupitia mfuko wa stakabadhi ya ghala, ambao nyewe mnafahamu stakabadhi ya ghala ipo chini ya wizara yetu kupitia taasisi yetu ya stakabadhi ya ghala inayoitwa WRRB. Miradi mingine inayounga mkono programu ya Rais ya nishati safi ya kupikia imeendelea kuwekwa kuhakikisha tunaimarisha msingi wa uchumi wa kijani na uchumi wa kimkakati. Kwa upande wake, msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amesema kuwa katika uchumi wa dunia ya leo, Tanzania haiwezi kuwa mashujaa wa kujenga uchumi wa kuzalisha bidhaa na kuziuza zikiwa mali ghafi, na kwamba sasa wakati umefika kuzalisha na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini Tanzania, na akasisitiza swala la amani nchini, kwamba bila amani hayo yote hayawezi kufanyika. Kwa sababu katika uchumi wa leo hatuwezi tukawa mashujaa wa kujenga uchumi wa kuzalisha bidhaa na kuziuza zikiwa mali ghafi. Lazima tuzalishe, tuongeze thamani, tupate mapato, na ndicho ambacho wizara inakifanya. Yote aliyokuwa anayasema Mheshimiwa Waziri hapa, tunaongeza thamani za bidhaa ili tupate mapato mengi zaidi. Kumbukeni, mwaka huu tutaanza utekelezaji wa dira mpya ya 2050. Ina malengo makubwa ambayo kila mmoja anatakiwa achangamke.
Sasa tuwaombe vijana, changamkieni fursa. Na Mheshimiwa Rais kwa makusudi kabisa katuwekea viongozi vijana kwenye wizara wengi sana. Wizara nyingi zinaongozwa na vijana. Maana yake tunaongea lugha tunazofanana. Sasa kazi kwetu, kipa hayuko golini, kazi kwetu kufanyeje? Kufunga. Kipa kafanyeje? Katoka. Sisi tufunge, mambo yaende. Na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, tuhakikishe tunasimamia amani yetu na utulivu wetu, kwa sababu haya mambo mazuri yote ambayo yamefanyika ndani ya siku 100 ni kwa sababu nchi yetu imetulia. Tungekuwa kwenye heka hapa, hakuna hata kiwanda kimoja tungekifungua, hakuna hata ajira moja ya kijana ingepatikana, hakuna hata bidhaa moja tungeongeza mauzo nje ya nchi. Kwa tuendelee kuchangamkia fursa. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.